Karibu sana kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Nichukue fursa hii kukukaribisha katika channel yetu pendwa, ambao katika channel hii tunajifunza neno la Mungu na kupata maarifa ya kuweza kusimama nayo katika ulimwengu wa roho. Siku ya leo ni siku nzuri kabisa. Bado niko katika kipengele cha mkuu wa anga na nafundisha namna vitu ambavyo mkuu wa anga anasababisha maisha ya watu kuweza kuharibika katika jamii, familia, ukoo na hata katika nyanja mbalimbali za maisha. Siku ya leo tuko katika sehemu ya 16. Sehemu ya 16 nimefundisha kwa habari ya kazi za mkuu wa anga, nimefundisha maarifa ya mkuu wa anga, na leo tutajifunza katika silaha kubwa sana mkuu wa anga ambayo anatumia kuweza kukudhoofisha kimaisha, kukudhoofisha kiuchumi. Silaha hii ya mkuu wa anga anatumia kukushambulia katika ulimwengu wa roho. Mkuu wa anga huwa ana silaha nyingi, nimefundisha hapo nyuma. Unaweza ukaangalia masomo yangu katika chaneli hii hapo nyuma. Nimefundisha kwa habari anashika ufahamu wa mtu. Nimefundisha silaha ya kushika ufahamu wa mtu, natumia mkuu wa anga. Lakini bado pia mkuu wa anga anazuia maombi ya watu katika ulimwengu wa roho. Lakini mkuu wa anga pia anashika nafsi za watu kuweka kwenye magereza. Lakini leo nataka nizungumze mkuu wa anga, silaha kubwa anayotumia ili akufarakanishe na Mungu ni kushika akili zako za rohoni kupitia kuleta mawazo mabaya katika ulimwengu wa roho. Mawazo, mkuu wa anga anatumia sana njia ya mawazo ili kuweza kushambulia maisha yako, ili kuweza kuharibu familia yako, ili kuweza kuharibu ndoa yako, ili kuweza kuharibu uchumi wako, ili kuweza kuharibu kile ulicho nacho. Katika silaha kubwa ambayo mkuu wa anga anaitumia, moja wapo anatumia kuleta mawazo mabaya, uwaze vibaya. Na wengi hawajui ya kwamba mawazo ni mlango wa ulimwengu wa roho. Wengi hawajui ya kwamba mawazo ni mlango ulimwengu wa roho. Vita vingi tunavyopitia kwenye maisha, vita vingi tunavyopitia kwenye uchumi, vita vingi tunavyopitia kwenye ndoa, vita vingi tunavyopitia kwenye biashara, vita vingi vinavyopitia kwenye kazi, huwa vinaanza katika ulimwengu wa roho. Na katika malango mojawapo yanayoweza kusababisha vita ni mawazo mabaya. Kwa mkuu wa anga anaweza kutumia mawazo ya kujiua. Mkuu wa anga anaweza kutumia mawazo mume akupendi. Mkuu wa anga anaweza kutumia mawazo mke akupendi. Mkuu wa anga anaweza kutumia mawazo ndugu akupendi. Mkuu wa anga anaweza kutumia mawazo familia ikupendi. Vita vya rohoni vinaanza kwenye mawazo.
Kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9. Kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9, anakutumia mawazo mabaya kuwa anga. Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9, na utaanza kuona kwamba wengi wanashambuliwa kwa mawazo mabaya. Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9, na maandiko yanasema, Nahumu, kitabu cha Nahumu sura ya kwanza mstari wa 9, mkuu wa anga anatumia silaha ya mawazo. Anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa, mateso hayatainuka mara ya pili. Anasema mnawaza nini juu ya Mungu? Alafu anasema mateso, yeye atakomesha, mateso hayatainuka mara ya pili. Hapa tunaona cha kwanza kuna kuwaza, alafu cha pili anaongelea kwa habari ya vita vya kiroho. Maana yake tunaanza kuona katika ulimwengu wa roho, kabla vita havijatokea katika hawa watu, vilianza katika mawazo. Katika ulimwengu wa roho, kabla mashambulizi hayajatokea katika hawa watu, vinaanza katika mawazo. Na ndivyo ilivyo vita kubwa katika ulimwengu wa roho, huwa inapigwa katika mawazo yako. Ushindi mkubwa unaweza kuupata kwenye familia, kwenye uchumi, kwenye ndoa, huwa unaanza katika mawazo katika ulimwengu wa roho. Maandiko yanasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, hata ni juu ya falme, mamlaka, majeshi ya pepo wabaya kwenye ulimwengu wa roho. Anasema hata vaeni silaha zote za Mungu ili mpate kumshinda yule mwovu. Na anaendelea kusema na kuangusha ngome, alafu anasema kuangusha falme, alafu anaendelea kusema na kuangusha mawazo mabaya, ngome ya mawazo mabaya. Maana yake katika makundi ambayo yamewekwa ya vita kuna ulimwengu wa roho, mawazo yako ni vita. Kwa hiyo adui akitaka kukushambulia huwa analeta mawazo mabaya. Kuna watu kabla hujaingia kwenye mashambulizi, kuna watu kabla hujaingia kwenye matatizo ulianza kwenye mawazo. Kuna watu kabla hujaingia kwenye utajiri ulianza kwanza kuwaza. Kuna watu kabla hujaingia kwenye utumishi ulianza kwanza kuwaza. Ukiwaza vyema utafanikiwa, Mungu yuko pamoja nawe. Ukiwaza vibaya utaharibikiwa, maana shetani anakuwa pamoja na wewe. Sasa katika ulimwengu wa roho, kazi kubwa ya mkuu wa anga ni kukuwazisha mabaya. Hauwezi kufanikiwa, anakuwazisha. Anakuwazisha hauna thamani mbele za watu, bora ufe. Anakuwazisha uchumi wako ni mbaya, wewe ustahili, wewe ni wakufa tu, watu wakupendi, ndugu wakupendi. Anakuwazisha mawazo mabaya katika ulimwengu wa roho. Nasema mtumishi, unafundisha nini? Kabla mtu hajajinyonga huwa anaanza kwanza kuwaza. Kabla mtu hajavunja ndoa yake akatoka akaacha ndoa, huwa anaanza kwanza kuwaza. Kwa katika vitu ambavyo mkuu wa anga anatumia kama silaha, huwa anatuma mawazo mabaya kwenye familia, kujiwazia vibaya kwenye uchumi, kujiwazia vibaya kwenye ndoa, kujiwazia vibaya kushindwa. Yaani unawaza tu kushindwa, unawaza tu kuchoka,
unawaza tu kutokufanikiwa. Mawazo ni silaha ya vita katika ulimwengu wa roho. Na kama haujaelewa jambo hili, huwezi kushinda vita. Huwezi kushinda vita. Ni silaha ya vita, mawazo katika ulimwengu wa roho. Kwa kama hujaelewa jambo hili, huwezi kushinda vita. Maana kinachokupa kushinda vita ni kushinda mawazo mabaya katika ulimwengu wa roho. Hebu tuangalie katika Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Kuna watu wamekata tamaa, lakini kukata tamaa kumeanza kwenye mawazo. Kuna watu ameugua, ndio maana amekonda, kapata vidonda vya tumbo. Silaha kubwa ulimwengu wa roho ya mkuu wa giza au mkuu wa anga huwa anatuma mawazo mabaya. Unajikataa mwenyewe, unajichukia mwenyewe, anakupiga. Hamna mtu mwingine hapo mbele yako, ni wewe mwenyewe tu. Yani unavyowaza tu, unapofikiria, unapowaza, unakuwa unaugusa ulimwengu wa roho, mawazo katika ulimwengu wa roho. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 5. Tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijinywacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara fikra ipate kutii Kristo. Anasema tukiangusha mawazo, alafu anasema na kila kitu kilichoinuka kijinywacho juu ya elimu ya Mungu. Tukiangusha mawazo, alafu anasema na kila kitu, iwe ni mapepo, wachawi, wakuu wa anga, wakuu wa giza, mizimu, inaanza kuleta vita kwenye mawazo yako. Kwa hiyo tunaona vita inaonyeshwa kwamba kuna vitu vinajiinua, lakini uwanja wa kupambana vita vyako vya uchumi ni mawazo yako. Uwanja wa kupambana vita vyako vya biashara ni mawazo yako. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, mkuu wa anga anatumia mawazo. Wewe upendwe na mume wako, wewe mke wako hakutaki tena, watoto hakutaki tena, familia haikutaki tena, wewe hauwezi kuimba, wewe hauwezi kuomba, wewe hauwezi kuendesha uchumi, wewe hauna thamani. Kwa hiyo mawazo, unaingiwa na mawazo mabaya, na bila kujua kwamba ni silaha ya mkuu wa anga, ulimwengu wa roho, ili kukushambulia katika maisha yako. Kwa katika wengi hawajui siri kwamba mawazo ni vita. Vita vyako vinaanza kwenye mawazo. Kushinda kwako kunaanza kwenye mawazo, na kushindwa kwako kunaanza kwenye mawazo. Pendwa unanisikiliza, nikuombe endelea kujifunza pamoja nami katika chaneli hii. Unapoona mawazo mabaya na kuijia kwenye familia, kukata tamaa, kufa kimwili na kiroho, kuchoka, unapoona mawazo mabaya na kuijilia, kemea. Na maana ndio maana hapa anasema katika Korinto wa pili, hapa anasema kuangusha mawazo, maana yake ni kitu ambacho kinasimamishwa. Wanakusimamisha mawazo mabaya, jinyonge, jitupe. Mwingine unatembea barabarani, jirushe kwenye gari. Mwingine jirushe gorofani, bora ugongo ufe, bora ujinyonge. Haya mawazo yanatoka kwa mkuu wa anga, na anasema na kuziteka fikra. Kabla hajakuteka kibiashara, hawajateka uchumi wako, hawajateka ndoa yako, wanashika kwanza mawazo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Hayo ndio anakuletea katika ulimwengu wa roho. Fuatilia kipindi chetu kijacho kwenye channel yetu pendwa hii ya Apostle Katambi. Taanza kufundisha ardhi na asili ya uchawi iliyobebwa katika ardhi. Asili ya uchawi iliyobebwa katika ardhi. Unaweza kupata vipindi vyetu vijavyo kwa kusubscribe channel hii,
na kulaiki. Weka komenti yako hapo chini. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.